Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Bado niko hapa Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira, kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amewakabidhi mabondia Frank Shagombe na Richard Mtangi shilingi milioni 10 kila mmoja kama zawadi kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia mafanikio yao ya kutetea mikanda yao katika pambano la Aprili 24, 2026 katika kituo cha biashara cha usafirishaji Afrika Mashariki EACLC Ubungo jijini Dar es Salaam. Katika mapambano hayo, Richard Mtangi aliibuka na ushindi wa TKO dhidi ya bondia wa Nigeria Michael Ikechukwu, huku Frank Shagombe akimchapa Farouk Abubakar pia kutoka Nigeria na kuendelea kulipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika mchezo wa masumbwi. Hakika Daktari Samia anastahili pongezi. Sisi tunamwahidi ya kwamba tutaendelea kuyatekeleza maono yake na kuhakikisha kwamba Tanzania inakaa kwenye ramani ya dunia kama nchi yenye watu wenye vipaji na uwezo mkubwa wa michezo yote zaidi ya 2000 inayotambulika duniani. Ndugu zangu wa Mafia, wamefanya haya mashindano yamekuwa na hamasa kubwa, na tunaomba sana wasichoke, waendelee kuwaleta mabondia wengi waje washiriki ili pia tukuze vipaji vyetu. Maelekezo ya pili nimetoa kwa rais na timu yake chini ya kamishina ya ngumi, waende nchi nzima kutafuta vipaji kwa vijana mabondia ambao wanafanya mazoezi nyumbani, nao watambulike, tuwaingize kwenye ulingo mkubwa kama huu. Bondia nyota kutoka Tanzania Ibrahim Class ameandika historia mpya baada ya kuibuka na ushindi wa kishindo dhidi ya bondia Dwangnat kwa TKO katika raundi ya 5 kwenye pambano lililopigwa jijini Bangkok nchini Thailand. Class alianza pambano hilo kwa tahadhari katika raundi 2 za mwanzo, akijipima mbinu za mpinzani wake kabla ya kubadilika ghafla kuanzia raundi ya 3 na kuanza kutawala kwa kiwango cha juu. Kwa mashambulizi makali na ya mfululizo, alimweka Dwangnat kwenye presha kubwa na kumwangusha chini mara 3, hali iliyolazimu refa kusimamisha pambano hilo katika raundi ya 5. Ushindi huo unampa Class ubingwa wa kimataifa wa WBC katika uzani wa kilo 59, huku pia akifanikiwa kulipiza kisasi kufuatia pambano lao la awali kumalizika kwa sare miezi michache iliyopita. Pongezi kubwa kwa Ibrahim Class kwa ushindi huo. Kwingineko ni kwamba wananchi mkoani Mbeya wamehamasishwa kuchangamkia fursa zitokanazo na mbio za Tulia Trust Marathon kwa kujipatia kipato kupitia biashara mbalimbali zitakazochochewa na uwepo wa washiriki wengi kutoka ndani na nchi ya Tanzania. Mbali na kuimarisha uchumi wa wananchi, mbio hizi pia zimeelezwa kuwa chachu ya kuimarisha jamii, kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi kwa ajili ya kuboresha afya na ustawi wa mwili. Taarifa zaidi na kocha mtaalamu Epimakusa Polinari kutoka Mbeya. Wito huo umetolewa na Katibu Tawala wilaya ya Mbeya Mohamed Faki baada ya kuzindua mbio za utangulizi za Betika Tulia Trust Marathon kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, huku afisa michezo mkoa wa Mbeya Robert Mfugale amesema mbio za aina hiyo zinasaidia kuibua vipaji. Tunaamini zinaendelea kuwa mbio kubwa. Sasa tutumie wana Mbeya mbio hizi kama fursa ya kufanya shughuli zetu, lakini kujiletea maendeleo na kupata kipato. Hii itasaidia kwa kila mwananchi, lakini kwa kila mtu ambaye anaweza kutumia fursa hii ya mbio hizi, kwa sababu inaleta kusanyiko kubwa la watu wa Mbeya pamoja na mikoa mingine, lakini pia watu kutoka nchi za jirani. Mbio inavyosaidia kuibua vipaji vya wanariadha ambao wengi wao wanatoka hapa na wengi wanakwenda kushiriki na kuwakilisha nchi katika maeneo tofauti tofauti. Lakini unaweza kuona jinsi gani mbio ilivyokuwa na mvuto, imeweza kuinspire wanariadha pia wakubwa. Mbio hii imekuwa ikileta hapa wanariadha wakubwa, kina Gae, kina Simbu, tumeona mara kadhaa wanakuja hapa. Mbio hizo zimehusisha virabu mbalimbali vya jogging na kuanzia stendi ya Kabwe jijini Mbeya hadi uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, na hapa washiriki wanaeleza faida za mazoezi na ratiba ya mazoezi ya virabu vyao. Tutakwenda kupokea wageni wa kimataifa, watatuletea uchumi, lakini pia kwa ambao watashindana
Imekuwa ni fursa. Jumamosi ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa Uyole, tutaungana na Uyole Jogging Club. Ulinzi bila afya si salama. Tunashukuru sana Tulia Mbeya Marathon. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimax Apolinari, Channel 10. Asante kocha mtaalamu Epimax Apolinari kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba naibu mkurugenzi mtendaji wa SUMA JKT Brigedia Jenerali Shija Sahani Rupi amesisitiza umuhimu wa kuwekeza katika michezo mashuleni ili kuibua na kukuza vipaji vya wanafunzi nchini. Akizungumza katika mahafali ya 32 ya kidato cha 6 katika shule ya sekondari Jitegemee jijini Dar es Salaam, amesema michezo na sanaa ni nyenzo muhimu kwa wanafunzi kujitambua, kuonesha uwezo wao wa kujenga maisha ya kujitegemea. Ameongeza kuwa shule hiyo imekuwa mstari wa mbele kutoa wanafunzi wanaowakilisha Tanzania katika michezo mbalimbali, jambo linalodhihirisha umuhimu wa kuendeleza sekta hiyo tangu ngazi ya elimu ya msingi na sekondari. Shule ya Jitegemee Sekondari ni shule ambayo ni kongwe kwa hapa Dar es Salaam, inajulikana imeibua vipaji vingi na imetoa watu wengi mbalimbali. Jitegemee inaibua vitu vingi sana, ikiwa ni pamoja na masomo tu ya kawaida, imeibua wachezaji wazuri wa timu mbalimbali. Kuna mchezaji wetu hapa anaitwa Goma Rugema, anacheza under 17 sasa hivi. Kwa hiyo anacheza mpira vizuri na anafanya kazi vizuri. Lakini maana yake ni nini sasa? Shule kama Jitegemee sisi hatufundishi tu darasani. Tunaibua vipaji vya watoto vile tunafundisha nidhamu. Si unajua kijeshi kapo kidogo. Kupitia Jitegemee imenijenga kuniinua katika vipaji, na mwaka huu nimetunikiwa tuzo ya TEA, Tanzania Youth Imaging Award. Tumejisikia furaha na tumeona namna gani ambavyo Jitegemee imeendelea kukuza vipaji, kwani leo hata wanafunzi baadhi wametunukiwa vyeti kwenye upande wa sanaa na tasnia ya michezo. Tuelekee huko mkoani Tabora ambapo wadau wa sanaa na utamaduni katika manispaa ya Tabora wamejipanga kikamilifu kutumia fursa zitokanazo na maandalizi ya michuano mikubwa barani Afrika ikiwemo AFCON 2027 pamoja na mashindano ya Miss World ambayo Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji kwa lengo la kutangaza vivutio vya utalii na utamaduni wa mkoa huo. Wadau hao wamesema wataonesha utajiri wa tamaduni za Tabora kupitia ngoma za asili, sanaa na vivutio vingine ili kuvutia wageni wa ndani na nje ya nchi pamoja na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kupitia sekta ya ubunifu. Uwepo wa michuano ya AFCON na Miss World hapo mwakani katika nchi yetu ya Tanzania imekuwa ni fursa kubwa kwa wadau wa utamaduni kuendelea kujinua kwa shauku kubwa kutumia fursa hiyo kutangaza vivutio vya mkoa wa Tabora, hasa ngoma za asili. Vikundi vya ngoma kama vitakuwa vimetumika vizuri, wametumia fursa, zinaweza zikatumika zikaenda kwenye ufunguzi wa matamasha, kwa mfano Arusha au Dar es Salaam, kuvitumia kama fursa ya kutangaza utalii wa ndani, lakini pia tunaweza kutumia kama fursa ya kutangazia dunia kwamba hata mkoa wa Tabora kuna mambo ya mila na tamaduni. Kama vijana na sisi tutapata mambo mengi sana, umeelewa, ya kuweza kujifunza. Wageni nao wajisikie kwamba wamefika katika nchi ya upendo, nchi ya amani, wamefika katika nchi ya hadhi. Kuviandaa hivi vikundi ili vikae vizuri, lakini ikiwezekana viweze kutumika katika sherehe hizi, lakini pia viweze kuutangaza mkoa wa Tabora, lakini na kutangaza utamaduni wa Mtanzania. Nchi imefunguka sio kidogo. Sasa kama matukio makubwa yanakuja namna hii, tunatamani hizo fursa ambazo zitaletwa na wageni ambao watakuja kwa sababu ya matukio mbalimbali, basi ziweze kufika mpaka Tabora, lakini haziwezi kufika kama haujakaa tayari. Lazima ujiandae kukamata hizo fursa. Kwingineko ni kwamba wasanii wa filamu nchini wamehimizwa kujisajili katika mfumo rasmi ili kujitambulisha na kunufaika kikamilifu na fursa zinazotolewa na serikali pamoja na wadau wa sekta hiyo. Akizungumza katika mahojiano maalum, katibu wa bodi ya filamu Tanzania Dr. Gervas Kasiga amesema kuwa licha ya uwepo wa fursa nyingi, bado wasanii wengi wanakosa kunufaika kutokana na kutokuwa katika mfumo rasmi. Ameeleza kuwa kujisajili kutawezesha wasanii kupata taarifa kwa wakati, kushiriki miradi mbalimbali na kujenga taswira bora ya kazi zao katika tasnia ya filamu inayozidi kukua kwa kasi nchini. Na ni washauri watayarishaji wa filamu kuona wanapaswa kuja bodi ya filamu kujisajili
ili wafanye kazi hii rasmi, lakini pia waweze kupata fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na bodi ya filamu. Kujisajili kutasaidia serikali kupata takwimu na kuboresha miundombinu yake mbalimbali, na kama mnavyojua kuna jumba changamani hapa, studio complex ambayo hii inakwenda kujengwa hapa Tanzania, na hii inatokana na juhudi binafsi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye mimi huwa nasema ana mahaba na tasnia hii. Na sasa ni wasawa habari za burudani, ambapo kutoka mtandaoni dunia imeachwa mdomo wazi baada ya zaidi ya robot 300 kushiriki mbio za nusu marathon zilizofanyika jijini Beijing kuwa burudani kubwa mtandaoni na kuvutia mamilioni ya watazamaji. Katika tukio hilo la kipekee, robot wenye umbo la binadamu walikimbia umbali wa kilomita 21 sambamba na wanadamu, huku baadhi yao wakionyesha uwezo wa ajabu wa kasi na udhabiti. Cha kushangaza zaidi, baadhi ya robot waliweza kumaliza mbio kwa kasi kubwa kuliko wanadamu, huku mmoja akivunja rekodi ya dunia kwa kutumia dakika 50 tu, akiwachwa na riadha na watu wa kawaida nyuma kabisa. Hata hivyo, si wote walimaliza kwa mafanikio. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha baadhi ya robot wakijikwaa, kuanguka au kushindwa kuendelea kutokana na hitilafu za kiufundi, hali iliyoongeza burudani kwa watazamaji waliokuwa wakifuatilia kwa shauku kubwa. Tukio hilo limeeleza kama ishara ya hatua kubwa ya teknolojia ya roboti duniani, ikionyesha jinsi mashine zinavyoweza kushindana na hata kuzidi uwezo wa binadamu, lakini pia ikitoa burudani ya kipekee isiyo ya kawaida. Naam, kufikia hapo hatuna la ziada kutoka kwenye habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10 Plus. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, niite golikipa wa kisasa wa mpira, na kufikia hapo ni mwisho wa habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Ni kuache na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo.